Historia na simulizi nzito ya mtoto wa ghetto aliyepanda jukwaa la dunia, Bobi Wine. Usiku ulikuwa umetua katika mtaa wa Kamwokya, ule mtaa wenye sauti nyingi kuliko utulivu, wenye shida nyingi kuliko faraja, lakini katikati ya giza la kilele za ghetto alizaliwa kijana aliyebeba ndoto kubwa kuliko mazingira yake. Alipopewa jina Robert Kyagulanyi, hakuna aliyejua kwamba siku moja dunia ingemtambua kama Bobi Wine, sauti ya wanyonge. Alikuwa akitembea na viatu vilivyokuwa vikitoboka, akivuka mitaro na mabanda, akipeleka maji kwa nyumba za watu ili kupata senti chache za kununua chakula. Mama yake alimlea katika hali ngumu, lakini daima alimwambia, usikate tamaa mwanangu, ndoto ya maskini haifungiwi gerezani. Robert alipokuwa shuleni hakuwa na kalamu mpya wala daftari lenye karatasi kamili, lakini alikuwa na usawa wa akili. Alikamata masomo, akaona dunia tofauti na ile ya mtaa wake. Hapo ndipo mbegu za mabadiliko zilipoanza kuchipua. Sauti ya ndani iliyozaliwa na muziki. Akiwa kijana mdogo, Robert alipenda ngoma, muziki, mashairi. Akiwa peke yake alitunga mistari kuhusu mateso ya watu wake, ukosefu wa ajira, umaskini na dhulma. Alipojiunga na music, dance, drama chuoni, alihisi kama ndoto yake ingepata miguu ya kukimbia. Akaanza kuimba kwenye matamasha madogo madogo ya mtaani. Mwanzoni hakuna aliyemjua, lakini sauti yake ilikuwa na ukakamavu kama vilio vya watu wa Mokya aliyebeba moyoni mwake. Wakati jina Bobi Wine lilipoanza kutangazwa kwa mara ya kwanza, mtaa mzima ulisikia watu wao wameanza safari ndefu. Wimbo baada ya wimbo, Bobi Wine akashinda mioyo, akawa sauti ya wale waliokuwa kimya kwa muda mrefu. Akaimba kuhusu umaskini, watu wakasema huyu mtu anatuelewa. Akaimba kuhusu haki, wakasema huyu mtu ni wetu. Ndivyo ukapanda ule ushuhuda wa ghetto president, kutoka jukwaa la muziki hadi jukwaa la siasa. Lakini moyo wake haukukata tamaa wala haukuendelea na moyo wa kushindwa, bali alishinda. Akashinda tuzo ya kupigiwa makofi. Alitaka kufanya zaidi. Aliona kuwa muziki unaionyesha dunia matatizo, lakini si lazima ubadilishe. Akaamua kuingia kwenye siasa. Mwaka 2017 Bobi Wine aliingia kwenye kinyang'anyiro cha ubunge wa Kiadondo East. Aliposimama jukwaani kuzungumza, hakuongea kwa lugha ya majigambo kama wanasiasa wengi. Aliongea kwa lugha ya mtaa wake. Siwezi kuahidi utajiri, lakini naweza kuahidi kutetea haki zenu. Siku ya uchaguzi ulipofika, mabanda ya Mokya yalishangilia kama harusi. Vijana, wazee, wa mama, wote waliamini kijana wao amefunguka kama mlango wa tumaini aliochaguliwa kwa kishindo. Ndipo watu wakasema, ghetto imempeleka mtoto wake bungeni. People power, sauti ya wengi. Bungeni hakukaa kimya, alipiga kelele pia. Rushwa ilipojificha, alisimama pale. Sheria ilipoamua, alipiga pale. Nguvu zilipozidi haki, aliposema people power, our power. Sauti ya maelfu ya vijana zilirindima kuanzia Kampala hadi vijiji vya mbali. Akaanzisha harakati people power iliyojaa vijana waliokata tamaa, lakini bado wanaamini kesho inaweza kuwa tofauti. Serikali ikamuona kama tishio, lakini watu wengi wakamuona kama tumaini. Uchaguzi wa mwaka 2021, safari ya maumivu na ujasiri. Alipotangaza kugombea urais, nchi ilianza kutetemeka, si kwa sababu ya nguvu za kijeshi, bali nguvu za watu. Mikono isiyo na kazi ilipanda mabango yake, midomo iliyozoea kulalamika ilianza kuimba nyimbo zake. Lakini barabara za kampeni hazikuwa nyepesi. Alikamatwa, alipigwa, mikutano yake ikapigwa marufuku, wafuasi wake wakapoteza maisha, na mara nyingine akiwa amejificha ndani ya gari, macho yake yaliangalia giza nje, ambalo alijiuliza kwa nini safari ya haki huwa na maumivu. Lakini alipopita, watu wake wa Kamwokya waliimba, usisite, kwani tukinyamaza wewe nani atazungumza kwa niaba yetu. Aliposimama kwenye lango la historia, matokeo ya uchaguzi yaliyotangazwa, hakushinda, lakini hakuwa ameshindwa, kwa sababu alipanda mbegu ambayo haiwezi kufutika kwenye historia ya Uganda, mbegu ya sauti, ujasiri na matumaini. Bobi Wine hakuwa tena yule kijana wa kubeba maji kwenye mtaa wa Mokya. Hakuwa tena mwimbaji tu, alikuwa mwalimu wa kizazi kizima.
safari hii leo Bobi Wine anasimama kama ishara ya wananchi anayeweza kusimama dhidi ya mfumo, kama kijana anayeweza kupenya ukuta wa ukandamizaji, kama mwana wa ghetto anayeweza kusimama mbele ya dunia. Karibu nikupitishe katika doti ya kwanza mpaka ya mwisho kuhusiana na historia ya Bobi Wine alipozaliwa na alipotokea. Bobi Wine alizaliwa tarehe 12 Februari mwaka 1982 eneo la Nkozi katika mkoa wa Mpigi huko Uganda. Alipolelewa na mama yake mjini Kampala katika ghetto ya Kamokya, sehemu ya mji iliyo na changamoto nyingi ya maisha magumu ya watu wengi wa kipato cha chini. Ingawa alikuwa na hamu ya kusoma na ndoto ya maisha bora, familia yake haikuwa na rasilimali za kutosha. Alisoma shule kadhaa za msingi, sekondari, akipitia katika mabadiliko mara kwa mara ili kuepuka matatizo ya ada za shule. Baadaye alijiunga na chuo Gasup katika chuo kikuu cha nia ya kusoma sayansi ya jamii, yani social science, lakini akipindua mkondo wa badala yake akapendelea masomo ya muziki, dance drama, MDD. Hii ilimwezesha kuingia rasmi kwenye tasnia ya burudani. Safari ya muziki wa kuibuka kama star. Mnamo mapema mwaka 2000, Robert Kyagulanyi aliunganisha ujuzi wake wa muziki ndoto, akachukua jina la jukwaa, yani stage name Bobi Wine. Bobi Wine akikopa jina kutoka kwa mwimbaji aliyeadhiwa kama Bob Marley, Bob Wine kama alama yake ya kuimarika, kama mvinyo unaovuka barabara na bora ya kadri anavyoweza. Awali alifanya nyimbo zake zenye mada za upendo, maisha ya mtaa, sherehe, lakini polepole alipindua mtazamo. Kuanzia katikati ya miaka 2000 alianza kutoa nyimbo zenye ujumbe wa kijamii kuhusu maskini, maisha ya ghetto, kutaka haki na maadili ya jamii na changamoto za kawaida za wananchi za mitaa. Akaelewa kwamba muziki wake ungeweza zaidi ya burudani, unaweza kuwa chombo cha mabadiliko. Baadhi ya nyimbo zake maarufu zilizoleta uelewa mkubwa, nyimbo kama Ghetto akilalamika kuhusu wimbi la umaskini, ukosefu wa haki ya mateso na wanyonge, Time Bomb ikionyesha ghadhabu ya maisha yaliyokatishwa tamaa. Kwa kazi yake ya educational entertainment, elimu na burudani, Bobi Wine hakuangalia tu raha, bali alianzisha sauti ya wanyonge, waliotengwa, waliokuwa hawana sauti. Ndio maana wengi wakaamua kumuita Ghetto President, rais wa wakazi wa mabanda ya miji. Mbali na muziki, Bobi Wine pia alianza kushughulisha na filamu na televisheni. Aliigiza kwenye filamu kadhaa za kienyeji, akiwa ni mmoja ya Ugera ya mwaka 2010, Situka ya mwaka 2015. Pia alionekana kwenye show ya kweli ya Ghetto President reality show, pia jina lake likawa nembo ya utambulisho wake. Hii ndio historia ya kufurahisha na ya kusikitisha yenye ujasiri wa hali ya juu ya Bobi Wine. Unazungumzaje hili? Hii ni Usiku TV, share comment yako.